Jana moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa imesambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni taarifa ambayo ilikuwa inazungumzia shule ya Milambo mkoani Tabora, ambapo kuna baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 6 na kidato cha 5 walitaka kushirikiana wote kwa pamoja kwa kuichoma shule yao ya Milambo ambayo hiko huko mkoani Tabora. Sasa baada ya hayo yote kutokea, kuna mjadala mkubwa ambao uliweza kuzuka katika shirika la habari la ITV, ambapo kupitia kipindi chake cha Kipima Joto waliweza kutoa swali kwamba wanafunzi wa kidato cha 6 ambao walitaka kuchoma shule, je, wapelekwe jeshini kwa ajili ya kufunza uzalendo ama vipi? Sasa wadau wengi waliweza kujibu ile swali la Kipima Joto ambao lilitoka majira ya leo saa 2:30 katika habari za ITV ambazo huwa zinaruka kila siku, wengi wao wakijibu kwamba hawa wanafunzi pengine wamekosa tu nidhamu, lakini haipaswi kupelekwa huko jeshini, bali wanatakiwa wapelekwe katika vyombo husika. Kama ni kweli kosa wamelifanya, basi wapelekwe katika vyombo husika na sio kupelekwa jeshini eti kwenda kufunzwa uzalendo. Sasa mengi yameweza kuibuka katika mjadala huo. Mimi sitaongea sana, lakini mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha aliweza kuongea na wanafunzi hao ambao walitaka kuchoma shule hii ya Milambo, shule ambayo pengine imekuwa ina historia ngumu na ya kusisimua, pengine ni ya kutisha zaidi. Ni mtu msikilize mkuu wa mkoa wa Tabora Matiko Chacha akiongea na wanafunzi hawa, na ni kitu gani ambacho aliweza kuwasilisha baada ya kufika shuleni hapo kwa madai ya kwamba wanafunzi hawa wanataka kuchoma shule, ikiwa ni kosa kwamba hawajafanywa mahafali yao ya kidato cha 6. Mimi naitwa Daud Alexander Skodrizi, hii hapa ni Blue House Dax Media. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata updates zetu. Nimekuja hapa asubuhi hii leo, hatukuwa na sababu ya kuwakusanya na kuwakaliza chini hapa, lakini imetubidi, na tunajua mnayo mitihani form 6. Lakini jambo ambalo limetokea siku mbili hizi mpaka leo, imetubidi tukiendelea kukaa ofisini tutakuja kuonekana ni waajabu kama hao wanafunzi waajabu waliojitokeza miongoni mwenu. Form 5 na form 6, wale ambao bado mitihani hamjamaliza, yamekuwa matukio yakijitokea hapa ya mara kwa mara. Moja, mnajulishwa na mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kuwa na simu hapa shuleni, lakini tukiwa search hata sasa hivi wapo walio na simu. Mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kutoroka kwenda huko mitaani, lakini hapa wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara. Na hata wapo ambao tumeruhusu wafanye mtihani wakiwa wanatokea mtaani kwa sababu za nidhamu mbovu, wengine mpaka wanafumaniwa huko na mabinti huko mitaani. Wenzenu juzi wamemaliza shule hapa, tunategemea waondoke kwa utaratibu. Wametembea njia nzima, wamevua nguo, wanafanya jogging wakiwa uchi. Huyo ni mwanafunzi wa form 6, tunategemea mwakani awe chuo kikuu asaidie jamii hii. Form 5, mnanisikia vizuri? Mliwaona? Si mmeona wenzenu walichokuwa nakifanya? Wanafunzi wenzenu wapo ambao tumewashikilia, wapo polisi pale waliomaliza mitihani hapa. Kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza, zinazoenda kujitokeza walizozipanga, mamlaka ya shule iliamua hakuna kufanya mahafali. Wenzenu wakajiandaa kuchoma shule hii. Tunao polisi pale. Angalia akili za kijinga hizi ambazo sijawahi kuziona. Hao wazee wote waliosoma, mpaka mkuu wa jeshi la polisi nchini amesoma hapa, na viongozi wengine wakubwa wengi wa nchi hii, wangechoma hii shule. Mngesoma nyie hapa leo? Sasa ni hivi, nimekuja kuambia kila anayemaliza mtihani wake, kazi mbili tu. Ya kwanza, unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stendi. Huo ndio msamaha niliowapa. Nilitaka kila anayemaliza alale polisi pale, wazazi wake wamfuate polisi. Lakini tusiende huko, wale wahalifu wapo pale.
na hakuna mahafali, nenda kafanyie kwenu mahafali, na nyumba kachome za kwenu. Majengo ya serikali waachie wanafunzi wa form 5 waendelee kusoma hapa. Wewe umekuwa kachome za kwenu huko kijijini kwenu. Mahafali nenda kafanye nyumbani kwenu na ndugu zako. Hatutaki kuona sura ya mtu aliyemaliza mtihani hapa. Mmenielewa? Mliomaliza form 6 mtihani wako wapi? Nyosheni mikono. Mmoja mmoja anatoka hapa. Simameni pale form 6 mliomaliza mtihani. Hatujaje kulea maharamia hapa. Tunalea wanafunzi wenye nidhamu. Ukimaliza shule ndugu zako wanakutegemea. Mnatuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mimi mkoa nafanya nini hapa? Viongozi wote hao wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ambao ina wajibu wa kulinda usalama wenu, mnalala, mnaamka, mnaingia madarasani, hakuna wa kuwabuguzi, alafu mchome shule. Tumekaa hapa. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi? Mkimaliza hapa mmoja mmoja, bwenini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani na kesi ya kutaka kuchoma shule. Mnanielewa? Form 5 mnanisikia? Kuna wehu na wahuni wapo waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule. Baadhi yao tumewakamata, tunao. Na hawa waliokuwa wanamaliza wanajiandaa kuungana na wale. Hakuna msalie mtume. Unatoka hapa mmoja, enda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Ukifika stendi, hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Sasa wale wako tukukute hapo unasema hakuna gari hapa. Yoyote, kama unaenda Mwanza, hakuna ya Mwanza, panda ya Nzega. Utalala huko mbele, unaenda njiani, waambie ndugu zako. Kama unaenda Katavi, haipo ya Katavi, panda ya Sikonge. Utalala huko njiani. Tusikukute hapa Tabora. Maelekezo ya kwanza. Ya pili, hakuna kukanyaga katika shule hii tena. Utakanyaga hapa kwa utaratibu. Waambieni na wenzenu ambao wameshaondoka. Ukienda huko, siku ya kuja kuchukua aidha ni cheti chako au chochote kinachokutakiwa wewe urudi hapa, unaripoti kwa mkuu wa wilaya huko kwenu huko. Yeye mkuu wa wilaya ataripoti, atakuunganisha na mkuu wa wilaya Tabora mjini. Ukija unaripoti kwa mkuu wa wilaya pale, ndio atakaye kuruhusu mkuu wa shule. Usije ukahudumia mtu hapa bila maelekezo ya mkuu wa wilaya. Tunaelewana? Na asikanyage hapa bila ruhusa ya mkuu wa wilaya pale. Hatuwezi kulea wehu wahuni hapa. Tunajua tuna wanafunzi wema, vijana wazuri wamemaliza form 6. Alafu mnasema mnataka kuchoma shule. Tukae hapa tuwasikilize. Serikali inawasomesha bure hapa. Mnakula bure. Hakuna anayelipia umeme wala maji. Unapendeza, unasema mnataka kuchoma shule. Haya, nataka nione mmoja mmoja.